Sawa. Na ni fursa zipi hasa ambazo zinapatikana kwa waandishi wa habari za michezo wanawake wanaopenda kazi ya kutangaza mpira wa miguu ambazo unaweza ukazitaja walau kwa uchache? Fursa ziko nyingi sana. Kwa sababu media kama media tu inaajiri watu, inaajiri watu ambao watafanya vitu mbalimbali, itaajiri watu ambao watakuwa wanaenda uwanjani kufanya coverage, kuzungumza mchezo jinsi ambavyo umekuwa, kukusanya habari ambazo baadaye wakati kipindi kiwa kinaruka live wao wanapata hizo feed, hizo sauti mbalimbali, labda sauti ya kocha baada ya mchezo, sauti ya mchezaji bora baada ya mchezo, sijui kama kuna kiongozi yoyote ambaye alikuwa yupo wa mamlaka za soka kiwanjani muda huo, sauti yake atakuwa anaipata kwa kufanya ile coverage nzima, kuhoji mashabiki labda wa timu husika, labda mchezo umekuaje. Hii hasa mara nyingi ilikuwa ikitokea kwenye hizi mechi kubwa za Kariakoo au labda kwenye Kariakoo Derby, Dar es Salaam Derby ama Mzizima Derby. Kwa hiyo hapo wanakuja ambao wamekuwa wakipata fursa kwenda kufanya uwanjani ile coverage ya moja kwa moja. Lakini pia ipo nafasi ya wanawake katika uchambuzi kama nilivyozungumza toka awali. Ningehitaji wachambuzi wanawake, na sasa hivi wachambuzi labda hii sauti kiwafikia wanawake wote ambao wana vipaji, iende kwa kwamba hizi media zinahitaji wachambuzi wa kike sasa hivi. Yaani mwanamke yeyote akisikika anataka anautangaza, anauzungumza mpira, watu wanapiga simu nyingi sana, jamani aje tumpe fursa, kwa sababu ni wachache zaidi. Yaani naweza nikakwambia kwa sasa hivi kuna wake fursa ni nyingi sana kupata, yaani fursa ni nyingi mno kuliko kwa wanaume, kwa sababu sisi tupo wachache na media zinatafuta wanawake kwenye lengo ya uchambuzi, kwenye lengo ya host. Sasa hivi ninakwambia hata media ambayo ninafanya mimi, alikuwa yupo host mwanamke ameondoka, sasa hivi media inatafuta host wa kike. Kwa hiyo unaona hizi fursa ambazo namna gani ambavyo hizi fursa zipo. Lakini pia hata katika utendaji wa shughuli mbalimbali za kimpira wa miguu pia wanawake wamekuwa wakihitajika kwenye lengo ya ualimu wa mpira wa miguu. Kwa hiyo fursa kwa mwanamke ni nyingi. Yaani wewe mwanamke ukiona unajua tu mpira, kama una knowledge ya mpira wa miguu, fursa kwako zitafunguka kila eneo. Kwenye commentary huko wanatafuta wanawake, yaani fursa zipo kwenye kila eneo. Wewe tu mwenyewe utajitathmini sasa wapi ambapo ni specialize, ambapo nitakuwa nafanya zaidi kwa ubora. Lakini kwa sisi wanawake fursa ni nyingi sana kama ambavyo nimeweza kuziainisha. Sawa, pengine kwa kuacha kuangalia fursa, turudi kidogo kwa upande wa changamoto. Pengine ni changamoto zipi ambazo huwa zinawakumba waandishi wa habari za michezo wanawake ambao huwa wanatamani kushiriki matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu? Moja kwa moja, changamoto nyingi kubwa sana zimekuwa ni criticism au ukosoaji ambao tumekuwa tukiupokea, kwa sababu huko sometimes hautoki tu kwa mashabiki, sometimes unaweza kuwa unatoka hata kwa watu ambao wanakuzunguka hapo kwenye field ambao upo au kwenye media ambao upo. Kuna watu ambao wanakukriticize, na hii kutokana na jamii yetu ya Kiafrika namna ambavyo ipo, kwamba mara nyingi fursa zilikuwa zikitoka zaidi kwa watoto wa kiume. Kwa miaka ya zamani mtoto wa kike alikuwa anatakiwa akizaliwa anafanya kazi za nyumbani, anasubiri kuolewa na olewa. Kwa hiyo bado ile mindset kwenye vichwa vya watu haijawatoka kwamba mwanamke anaweza nini akafanya, huyu hapana, huyu hawezi kufanya hiki. Kwa hiyo sometimes mtu anaweza kawa na kucriticize kwenye criticism. Sasa pale tunapokuwa tunatofautiana, kwa sababu wanadamu ambao Mungu ametuumba tofauti. Kuna mwingine anaweza kawa na moyo akahendo, lakini kuna mwingine sisi watoto wa kike tuna mioyo midogo sana. Sawa. Kuna mwingine akashindwa kuhendo moja kwa moja, ikavunja moyo akapotea moja kwa moja na asifanye kile kitu wale kilikuwa kipo ndani ya kipaji chake. Kwa hiyo mimi naichukua moja kwa moja zaidi ni criticism, ndio tumekuwa mara nyingi tunapoteza. Pengine turudi sasa kwa upande wa vyombo vya habari. Nirudi sasa kwa upande wako binafsi katika chombo ambacho wewe mwenyewe unafanyia kazi, ama vyombo ambavyo unafanyia kazi za kutangaza ama kuhosti, kuchambua, vinaunga mkono kwa kiasi gani kuhakikisha waandishi wa habari za michezo wanawake wanaripoti michezo, hususan katika uchambuzi na utangazaji pamoja na kuhosti? Kwa ukubwa, nikiwa mkweli kabisa, kama kitu ambacho mimi niko nafanya wanatuunga mkono sana wanawake sana, na nakwambia sasa hivi inawezekana hata waandishi tu ambao wako pale ndani kwenye kile kituo, inawezekana tuko zaidi ya 10, tupo wengi sana, wamekuwa wakitupa fursa nyingi mno. Na hata panapotokea matukio ya kwenda kufanya coverage kiwanjani au kwenye sehemu yoyote, kwa sababu sisi kama World Cup iliyopita hapo nyuma tulikuwa tunaenda kufanya zile tunaziita activations za World Cup huko mtaani. Tulikuwa tunakutana na watu mitaani huko kwenye pub mbalimbali tunakutana nao, lakini walikuwa wanahakikisha kwenye kundi ambalo limetoka lazima wanawake hata 4 wawepo. Yaani fursa walikuwa wakitupa sana ni sisi, yaani fursa wanakupa wewe mwenyewe tu
utajua mwenyewe utaifanyia vipi hiyo fursa, utaifanyia nini hiyo fursa ambayo wamekuwa wanakupa kwenye coverage za viwanjani, hasa kwenye matukio makubwa kama hizi mechi za dabi, labda kwenye matukio labda haya ya Simba Day na Yanga Day, hizi sherehe za hizi club, wamekuwa wakitoa fursa kwa wanawake kwamba timu ya media inayoenda asikosekane mwanamke mmoja, wawili, watatu. Kwa hiyo fursa wamekuwa kiukweli wakitupa, na hii imekuwa pia ikiendelea kuongeza chachu na nafasi za kazi pia. Hata juzi tu walitangaza kulikuwa kuna wanawake ambao pia walikuwa wanahitajika. Kwa hiyo mimi kwa ukubwa nilikuwa namshukuru Mungu katika field ambayo nilikuwa wakitupa support wanawake. Sawa, pengine ni sera ama taratibu zipi zilizowekwa katika kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika matangazo hasa ya moja kwa moja ya mpira wa miguu katika media ambazo pengine umefanyia kazi? Sasa hii nikizungumza inawezekana ikawa nazungumza kitu ambacho labda kipo nje ya experience yangu. Kwa sababu ukizungumza matangazo moja kwa moja mpira wa miguu unagusa engo mbili au unagusa media mbili. Unazungumza ya taifa na unamzungumza mdhamini mkuu wa haki za matangazo ya TV Tanzania hii. Azam TV. Unazungumza TBC Taifa na Azam TV. Kwa hiyo wanaoishi kule ndani ndio wanafahamu ni sera zipi ambazo wao kama wao wako nazo, kwa sababu hapa nikiwa nazungumza na maana tayari na wazungumzia wao kitu ambacho wale wanakuwa na katiba zao na wana utaratibu wao pia wa kazi. Kwa wao ndio wanafahamu zaidi ni kitu gani ambacho wao wanakihitaji. Ingawa mimi tu kwa sababu naona fursa zikiwa zinatoka kwa wanawake, naamini katika utaratibu wao ipo nafasi ya wanawake katika hizo kazi ambazo zinakuwa zikifanyika. Ingawa saa moja kwa moja siwezi kuchimba ndani zaidi, sababu nitakuwa nawazungumza sababu mimi sehemu ambako nafanya kazi sifanyi nao kazi. Kwa hiyo kiukweli usifahamu, lakini pia mimi nimeshawahi kufanya kazi, nimeshafanya vipindi vingi. Tunakuwa pia nafanya kazi mara nyingi na Azam TV, wamekuwa wakinitumia email, kuna mechi inabidi uje ufanye, kuna tunafanya studio live, unabidi uje, nimekuwa nikienda. Kwa hiyo fursa wamekuwa wakizitoa, ingawa sijajua ni miongozo ipi ambayo wao kama wao wako nayo regarding hizi ugawaji sasa wa hizi activities au ugawaji wa hizi fursa kwa wanawake na wanaume. Sawa, na maswali mawili ama matatu ya mwisho, nikianza na la kwanza. Pengine unafikiri kwa experience yako mahusiano sasa mahali pa kazi yanaweza yakaathiri utendaji kazi wa wanawake katika ushiriki wa habari za michezo, mahusiano ya aina yoyote yale? Kwa ukubwa sana. Hapa nikizungumza mahusiano nazungumza moja kwa moja ya kimapenzi. Ndio. Yameharibu ndoto nyingi sana za wanawake. Na mwanamke yeyote ambaye ataisikia hii sauti na anawiwa kufanya kazi kwenye hii field ya mpira wa miguu, asije akathubutu hata siku moja. Yaani imekuwa ikituharibia sana. Tena sio tu kwenye mpira wa miguu, huku kwenye upande wa labda kwenye media. Kwenye sekta yote ile ambayo inahusisha wanawake kwenye uamuzi, kwenye ukocha, ukishaanza kuingiza mapenzi yanakutoa picha katika mchezo, kwa sababu inawezekana yule ambaye anakuhitaji kwa wakati huo amekutamani tu. Mwisho wa siku akishakutumia wewe, ataambia mwenzie nienda pale nawe kajaribu. Ukishajaribu pale tayari unaanza kukutoa confidence kwamba fulani nimetembea naye, fulani nimetembea naye, wakikao wananizungumza. Ukishatoka tu ile confidence, siku zote ukishakuwa una confidence huwezi kufanya kazi. Ndio maana mimi katika media yangu ninayofanya na katika media nyingi sana Tanzania wameweka hiyo. Yaani hairuhusiwi kabisa kuwa na mahusiano katika kazi, na ikigundulika mna mahusiano katika kazi, yaani moja kwa moja mnakosa vibarua vyenu, kwa sababu wamekuwa wakiona namna gani ambapo, kwa sababu mwisho wa siku mnapokuwa mna mahusiano, ambaye anaenda kuathirika ni mwanamke, sio mwanaume. Mwanamke anaenda kuathirika. Kwa hiyo wamekuwa wakijaribu kutengeneza sheria au kanuni mbalimbali ambazo zinakuwa zinazuia mwanamke na mwanaume ndani ya kazi kuwa wanahusiana, sababu imekuwa pia ikipelekea kutokuwa na utendaji mzuri wa kazi. Kwa hiyo kwangu mimi siungi mkono hilo jambo, na nashukuru pia hata media yangu inaona hicho na imekuwa haturuhusu kuwa na mahusiano ya kazi. Sawa. Na ni fursa zipi za mafunzo ambazo pengine unaona zikitolewa zinaweza zikawasaidia waandishi wa habari za michezo wanawake wanaopenda kutangaza mpira wa miguu mubashara? Nafikiri ni kuendelea sababu sasa hivi chuo kimoja ambacho mimi binafsi nakifahamu kimekuwa kikitoa sana kozi mbalimbali ama faculties mbalimbali ambazo wanawake zimekuwa zikigusa kwenye engo ya mpira wa miguu, kwenye ukocha, kwenye physical education, kwenye uchambuzi, kwenye masuala ya fitness, vitu vingi sana wamekuwa kitoa. Mara nyingi nimekuwa nikifahamu kile mali ya college kipo Mwanza. Sasa Mwanza wanafunzi wote waende kule ni ngumu, na hata Polidizo wamekuwa wakitoa pia kozi ya physical education, lakini sio
sana kama ambavyo imekuwa kipo chuo cha Mali. Kwa nafikiri tuendelee kuongezeka colleges mbalimbali ambazo zitakuwa zinatoa sasa na kuwa kuna uchanganuzi zaidi wa hizo course. Labda kumbe kunatolewa course ambayo itakuwa inawafundisha vijana mbalimbali, hasa wanawake, namna gani ambavyo mtu anabidi awe au vitu gani ambavyo unapaswa ufanye unapokuwa unafanya ile live commentary ya mpira wa miguu, kama ambavyo vimekuwa zikitolewa course labda za physio hizi. Hizo course zimekuwa zikitoka, I think pia ziongezeke view au ziongezeke colleges mbalimbali ambazo zitakuwa zinatoa hiyo elimu hasa kwenye masuala hayo ya live commentary. Kwa hiyo kwangu nafasi yangu nafikiri nafasi view ambao vinatoa hii elimu ziko kwa uchache. Ikiongezeka ina maana tayari unazisogeza fursa karibu zaidi na wanawake, unaweza ikawa rahisi wao kuweza kuacquire hiyo. Sawa, pengine kwa kumalizia tu swali la mwisho, unafikiri ni maboresho gani yanahitajika ili kuunda mazingira bora zaidi kwa waandishi wa habari za michezo wanawake wanaotangaza mpira wa miguu mubashara ama wanaopenda kutangaza mpira wa miguu moja kwa moja, kwa experience yako? Unaweza kurudia swali lako? Nasema pengine kwa experience yako, ni maboresho gani hasa yanahitajika ili kuandaa mazingira bora zaidi kwa waandishi wa habari za michezo wanawake ambao pengine wanatamani kutangaza mpira wa miguu mubashara? Okay, ni kuendelea kuwepo kwa mfano kama sasa hivi kuna issue pia hii ya ithibati. Ndio. Sababu naamini zaidi katika elimu. Mimi naiamini sana elimu. Yaani siamini tu katika experience au siamini zaidi katika kipaji, kwamba unapokuwa na kipaji uende ukafanya kitu fulani. Mimi naamini pia zaidi katika elimu. Sasa hivi kuendelea kuwekwa vizuizi mbalimbali ambavyo vitakuwa vinamzuia mtu au vinamzuia mwanamke kwamba ili ufanye kitu fulani na kubidi uakwae elimu fulani. Ili tuwe tuna professionals wengi sana ambao wanafanya hizi kazi. Sio tuna watu ambao hawabahatishi kwenye hizi shughuli. Sio tuna watu ambao wamesomea hizi vitu, wana utaalamu navyo. Nafikiri hivyo ni namna ambavyo inaweza kuwa rahisi pia kucontrol, kwa sababu tumekuwa pia tukipata malalamiko mengi sana kwamba kuna watu wanafanya hizi kazi lakini wanafanya zaidi kwenye experience point of view, wanafanya zaidi kwenye talent point of view, hawana knowledge navyo, hawana uelewa navyo. Elimu ziendelee kuongezeka kama ambavyo nimezungumza mwanzo, lakini pia kuendelea kuwa na udhibiti wa hawa watu, ili tu tunapokuwa tunakwaa watu ambao wana elimu na hichi kitu, ili kuepusha kuwa na jamii ya watu ambao wanazungumza vitu ambavyo hawavifahamu, wanazungumza vitu nje ya utafiti, wanazungumza vitu nje ya utaalamu au taaluma yao. Wanakuwa, kwa sababu ukiwa una elimu utakuwa unazungumza tu general, hauwezi kuwa specific, hauwezi kuchimba kwenda ndani zaidi. Kwa hiyo elimu iongezeke, lakini pia udhibiti kama iliyopo sasa hivi issue ya ithibati, kwamba una ithibati huwezi kuwa mwandishi wa habari. Bana, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, na nafikiri mahojiano haya yataenda kusaidia sasa kuboresha sera, lakini pia kuangazia na kuwashawishi wanawake wengine ambao pengine wanapenda kutangaza mpira wa miguu mubashara na kuingia kwenye sekta nzima ya uchambuzi ama sekta nzima ya habari, hususan katika nyanja ya kimichezo. Okay, shukrani sana. Asante sana.